Crazy Rocket, now available on PMBet. Kikosi cha Simba kinatarajia kuondoka hivi leo jijini Dar es Salaam kuelekea South Africa katika mchezo wao wa marudiano wa kombe la shirikisho barani Afrika katika hatua ya nusu finali. Mnyama anakwenda katika mchezo huo akiwa na kumbukumbu ya kupata ushindi wa goli moja katika uwanja wake wa nyumbani wa New Amani pale visiwani Zanzibar, ambapo goli pekee la Jean Charles Ahoua liliwafanya wanasimba kuondoka na furaha katika uwanja ule, licha ya kwamba kwa mujibu wa semaji wao kama wao hawakufurahi, lakini wanaamini ni matokeo ambayo yatawafanya kwenda kupambana zaidi kuhakikisha wanatinga katika hatua ya michuano hii ya kombe la shirikisho barani Afrika msimu wa mwaka 2024-2025. Lakini pia kwa upande wake Ahmed Ally amezungumza namna ambavyo wamejiandaa kuhakikisha wanakwenda kupata matokeo chanya ambayo yatawafanya waweze kurejea na furaha hapa nyumbani Tanzania. Mnyama anaondoka leo hii ikiwa ni siku ya Jumatano, na mchezo huo utachezwa siku ya Jumapili katika mji wa Durban. Habari njema ni kutoka PMBet, miongoni mwa kampuni bora kabisa ya kubashiri. Endelea kutengeneza mikeka yako kupitia www.pmbet.co.tz. Kwa mabao mawili, lakini tukampigia mpira mnene sana, mpira mkubwa sana, pamoja na kwamba alishinda goli 2, lakini yeye mwenyewe tayari akasema hapa tayari mimi nimeshatolewa, kwa sababu kama nyumbani kwangu huyu bwana amenitawala namna hii, nikienda nyumbani kwake atanifanya kitu gani? Kwa tayari huyo tukawa tumeshamtoa kisaikolojia. Hiyo ndiyo record ya Simba ugenini. Sasa hiyo record, na ukiangalia Simba kuanzia mechi ya kwanza na Al Masry hadi kufika mechi ya kwanza na Ahli Tripoli hadi kufika mechi ya mwisho na Al Masry, ubora wa Simba unaongezeka. Sasa hiyo inatupa sisi wana Simba confidence ya kwamba mechi hii tunavuka, kwa sababu Stellenbosch tuna uwezo wa kumfanya chochote pale pale nyumbani kwake. Ndio maana nawaambia ndugu zangu waandishi, nendeni mkawaambie wa Tanzania Simba anacheza finali mwaka huu. Wewe ulikuwa mpiga picha, siku hizo umekuwa mwandishi. Bahati na apply kwenye mpira wa miguu, lakini sio kwa Simba Sports Club. Ni makosa ambayo tuliyafanya mechi na Kaizer, mechi na Orlando, makosa ambayo tumeaccumulate na kuingiza kwenye sehemu ya masomo, na ndio maana tunasema mechi hii na Stellenbosch Simba anakwenda finali, sababu hatuko tayari kuona tunarejea makosa yale. Lakini ukiangalia kwenye mizani Simba na Stellenbosch, Simba tuko juu sana in terms of kila kitu. Sasa huo ubora ambao unatuweka sisi juu ndio ambao tunakwenda kuutumia katika mechi hii ya marudiano, Simba aende hatua inayofuata. Ndio maana tunajiamini sana ya kwamba sisi tunakwenda finali. Sawaji kuhusiana na Jean Charles Ahoua, baada ya kukosa ile nafasi dakika za jioni, mashabiki wamekuwa kwa namna fulani wakimbeza, hata baadhi ya mashabiki wa klabu ya Simba wenyewe. Lakini wewe uliwahi kuandika kwamba ni namba 10 bora kuwahi kutokea ndani ya klabu ya Simba. Pengine kutokana na hili ambalo linaendelea kuhusiana na Jean Charles Ahoua, unawaambia nini pia wana Simba, lakini pia hata ambao sio wana Simba? Ni kweli amekosa goli na ametudisappoint na kuwa disappoint wana Simba wengi. Ni goli ambalo kila mtu anaamini angefunga. Unajua Jean Charles Ahoua ana uwezo mkubwa. Yaani ingekuwa ni mchezaji mwingine pengine watu wasinge kasirika sana, wasingechukia ama wasingeumia sana. Lakini watu wanaamini Jean Charles Ahoua ile sehemu alistahili kufunga kwa sababu ya ubora wake. Unajua saa nyingine ubora wako ndio unaweza ukakuhukumu. Kwa hiyo Jean Charles Ahoua ubora wake ndio ambao unamhukumu. Watu wanaamini kabisa, yani wewe Jean Ahoua kwa ubora uliokuwa nao hapo ungeweza kufunga. Kama uliweza kufunga goli kutoka a far distance, ukapiga mkwaju ukaenda moja kwa moja kunyavu, unakosaje hapa wewe na goli? Kwa hiyo ndio hukumu ambayo anaipitia Jean Charles Ahoua. Lakini yote kwa yote ni makosa kwenye mpira wa miguu. Wako top players ambao wamewahi kukosa tena a very clear chance kuliko ile ya Jean Charles Ahoua. Sasa hatuna sababu ya kumsomangila. Muhimu tumtie. Kumsomangila ni
Kiswahili kumsomangira, yani hivyo yani. Yani kuna nini? Hakuna sababu ya kumzonga kufanyaje, ni kosa, bahati mbaya. Hata yeye tena pengine yeye alikuwa anahitaji zaidi hilo goli kuliko mtu mwingine yeyote yule, lakini bahati mbaya haijakuwa vile ambavyo ilivyopangwa kuwa. Yote kwa yote, hatuna budi sisi kama wana Simba kusimama nyuma ya kijana wetu Jean Charles Ahoua, kwa sababu ukiendelea kumzodoa halafu siku 7 zijazo unamtaka huyo Jean Charles Ahoua aende akakufungia magoli ya kukupeleka fainali, unakuwa unajiumiza mwenyewe. Kwa hiyo tumpe moyo, tumwambia kwamba unaweza ukafunga tena na tunakutaka ukafunge tena, ili apate courage ya kwenda kutupigania. Tunamhitaji sana Jean Charles Ahoua katika mechi ya fainali. Semaji, wakati mchezo wa kwanza unamalizika kule visiwani Zanzibar, kapteni wa Simba Mohamed Hussein alizungumza kwamba kuna watu ambao wanadharau ile goli moja ambalo mlishinda kule, lakini ndio hilo goli ambalo pengine litakuja liwapeleke nyewe kwenye hatua ya fainali. Kwenye hili pengine unazungumzaje ushindi wa goli moja ambao mlipata huko ugenini, unakwenda kuwa faida gani kwenye mchezo wenu ambao unafuata? Mimi ninachojua tunafuzu. Yani hicho ndicho ambacho mimi ninajua, tunafuzu safari hii Simba Sports Club. Tumebakisha safari moja ya kutumia Terminal 3 msimu huu. Tumebakisha safari moja ya kutumia terminal yetu hapa, ambayo itakuwa ni safari ya fainali, na sio mbali hapo, ni mwezi wa 5, Mwenyezi Mungu atupe uhai. Sasa tunafuzu kwa namna gani? Hilo na mwachia Mwalimu Fadlu na vijana wake. Inawezekana goli la Jean Charles Ahoua lilolifunga dakika ya 44 ya kipindi cha kwanza likadumu kwa dakika zote, likatupeleka fainali. Sijui mmenielewa. Inawezekana goli la Jean Charles Ahoua likadumu ndani ya muda wa siku 7 peke yake, likatupeleka fainali. Inawezekana, kwa maana kule mechi ikaisha bila. Lakini wakitufunga tutawafunga. Wakitufunga tutawafunga. Sababu timu hii ya Simba, kwanza huwezi kuifunga goli 2 bila. Inawezekana. Huwezi kuifunga goli 3 bila Simba hii. Ukitufunga goli 2 kuna letu 1. Ukitufunga goli 3 kuna zetu 2. Simba anakwenda fainali mwaka huu. Kwa mashabiki, taratibu pia kufika ya utaratibu wa basi ulishindikana. Mabasi mengi bei ilikuwa kubwa sana, na wengi wakawa wanasema ni mbali. At least ingekuwa Johannesburg tungeweza kufanya kitu, lakini Durban magari mengi yamechomoa kwenda. Utaratibu pekee uliopo ni kwa ndege, na anayehitaji kusafiri shirika la ndege la Tanzania, ambao sisi ni ndege yetu Simba Sports Club ATC, wana ruti ya Afrika Kusini. Kwa hiyo anayehitaji kwenda Afrika Kusini aje ATC akate tiketi yake. Bei yake ni ndogo sana, uwezi amini. Kwenda na kurudi bei yake ni dusko mno. Yani ni ndogo kweli kweli, uwezi hata kuamini nikikwambia bei yake. Yani nashindwa kuelewa kwa nini nyinyi mmeshindwa kwenda, ndugu zangu waandishi. Nakuja very well. Kwa hiyo unachukua zako hapa pipa ATC mpaka Johannesburg. Ukifika Johannesburg una option 2. Upande ndege nyingine kutoka Johannesburg kwenda mpaka Durban, ambayo ni mwendo wa lisali 1, au na bei yake ni dola 245 mpaka 280 hivi. Kutoka Durban kwenda mpaka, kutoka Johannesburg mpaka Durban. Au unaweza kupanda basi, ni mwendo wa saa 6 Dodoma fulani hivi, kutoka Johannesburg mpaka Durban. Kwa basi ni
ni kama 90,000 hivi za Kitanzania. Kwa hiyo unaweza ukaamua ukatalii, ukapanda zako basi, ukaja zako mdogo mdogo, barabara nzuri Afrika Kusini, mpaka unafika zako Durban. Ukifika Durban, tuwasiliane jamani, mimi ni Mtanzania, niko hapa Durban. Sisi tunafanya logistics za kutafuta tiketi kwa ajili ya Watanzania wote, tuingie kwa pamoja uwanjani siku ya mchezo. Na iko movement kubwa ambayo inaendelea Afrika Kusini hivi sasa kwa kusanya Watanzania wote waishio miji mbalimbali ya Afrika Kusini kupitia vyama vyao vya Afrika Kusini, kuhakikisha kwamba tunawapata wote kwa ajili ya mechi yetu ya marudiano. Na nichukue wito hii kuwaita wana Simba waliopo Joburg, ambao pale kuna tawi letu la wekundu wa Johannesburg, waliopo Pretoria, pale kuna tawi letu la wakali wa Pretoria, waliopo Cape Town kuna tawi letu pia, waliopo Port Elizabeth. Nimeishi sana Afrika Kusini. Na waliopo Durban, Meguna manake atuaminiani sasa. Ametikia. Na waliopo Durban. Najua Stellenbosch ni katimu kadogo, hakana popularity, yani hakana watu. Sasa tunataka kwenda kumzidi nguvu ya watu pale nyumbani kwake, kwa kuwakusanya mashabiki wa Simba waliopo kutoka mitaa mbalimbali ya Afrika Kusini na wale ambao wanakuja kutoka Dar es Salaam. Sisi tuwe wengi pale nyumbani kwake, tukamfanyie vurugu pale sebuleni kwake, nyama aende finali. Jiandaeni ndugu zangu waandishi wa habari kutupokea hapa Terminal 3 Arrivals kwa shangwe kubwa, na niwaambie wana Simba waanze maandalizi kwenye matawi yao ya kuipokea Simba akirejea na finali mkononi. Patakuwa padogo mno hapa. Ameendelea vizuri na ndio maana yupo kwenye orodha ya wanaosafiri, amepatiwa matibabu. Ni misuli tu ambayo na sisi tuna wataalamu wazuri sana, kwa hiyo amepatiwa matibabu, sasa yuko tayari kuitumikia Simba yake. Jambo mmelikabidhi kwa watumishi wa Mungu kwa ajili ya kuilinda Simba Jumapili. Kila mtu amekabidhiwa mechi. Kila mtu amekabidhiwa mechi. Mimi mwenyewe nashangaa. Tutawaacha hao. Tutawaacha. Yaani utaondoka watakuja nyuma. Tutawaacha. Wamechelewa. Hata mimi mwenyewe nikisaa pale Stellenbosch anifunge.